tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka wa 2025, siku ya Mashujaa Day. Popote ulipo mtazamaji, natumai kwamba siku yako imekuendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa hizi Jumatatu hii, ambapo tunawatambua, kuwaenzi na kuwasherehekea mashujaa humu nchini. Sijui shujaa wako ni nani? Sema nami kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye mtandao wa YouTube tuko live ni TV47 Kenya, kwenye mtandao wa Facebook tuko live pia ni TV47 Kenya. Bila shaka nitakuwa ninapakua kauli yako kwenye taarifa zetu, lakini kwa sasa tupate yaliyomo. Rais William Ruto amtunuku aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga tuzo ya hadhi ya juu ya CGH katika maadhimisho ya sikukuu ya Mashujaa. Serikali itajikita katika nguzo 4 ili kuimarisha uchumi, asema Rais Ruto. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta asalia Bondo kuifariji familia ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, na asante sana kwa kutuchagua, lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari za kweli na za kuaminika. Mimi wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara Nyiroda Nyamai. Karibu. Kwa mara nyingine mtazamaji, Rais William Ruto ameonekana kuangazia upya ajenda kuu za serikali yake chini ya mpango wa kiuchumi wa bottom up. Rais ameeleza kuwa majadiliano kati yake na viongozi yanaendelea ili kutekeleza miradi ya maendeleo katika sekta ya kilimo, biashara na kawi ili kubuni nafasi za ajira kwa vijana ambao ni wengi nchini. Anavyoarifu Josh Onsare, Rais ameeleza kuwa taifa linaendelea kukua kiuchumi. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, tujivunia sana tukijiita wa Kenya. Akizungumza wakati wa sherehe za Mashujaa Kitui, Rais amesema kuwa lazima taifa la Kenya lipande na kuwa kwenye kiwango cha mataifa yaliyostawi zaidi duniani. It was never about him becoming president. It was about Kenya having a good president. And Kenya moving from a third world status to a first world status in a short time as possible, so that we as a people and as a nation can realize our true potential. Rais Ruto akiangazia kilimo, amesema serikali yake itatimiza ajenda alizozitoa wakati wa kampeni, hasa ya kujenga mabwawa ya kuhifadhi maji kote nchini na kufungua maeneo maalum ya kibiashara ili kuongeza nafasi za ajira kwa vijana. Rain-fed farming can no longer sustain our growing population or our aspirations. That is why we have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Kauli mbiu ya sherehe za Mashujaa mwaka huu ikiwa kawi, ustawi, ushujaa, kiongozi wa taifa ametangaza kuwa mpango wa usambazaji umeme ni mojawapo wa ajenda kuu za serikali ya Kenya Kwanza. Sasa akiahidi kusambaza umeme hadi mashinani. We have set our sights on expanding Kenya's energy generation capacity from the current 2,300 megawatts to at least 10,000 megawatts within the next decade. Na hata baada ya Wakenya kulalamikia bima ya afya SHA, Rais Ruto amelihakikishia taifa kuboreshwa kwa huduma za afya, akitaka wakazi wa Kitui kujisajili kikamilifu katika bima hiyo. Taka afya iwe ni haki ya kila Mkenya. Na sababu hiyo ndio tumeweka mpango mpya
wa universal health coverage ambayo itahakikisha kwamba kila Mkenya anaweza kwenda hospitali yeyote atibiwe na mpango wa serikali iweze kulipia gharama ya hospitali. 2025. Rais William Ruto akiwa ameangazia baadhi ya ajenda alizoziangazia katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Hivi sasa macho yote yatakuwa yanaelekezwa katika mikakati ambayo serikali itaweka katika kuzitimiza ajenda hizo. Joash Onsare, TV47 katika uga wa Ithokwe, kaunti ya Kitui. Asante sana Josh Onsare kwa taarifa hiyo. Na maadhimisho ya mashujaa mwaka huu yamefanyika siku moja baada ya Kenya kumwaga hayati Raila Amolo Odinga. Rais William Ruto akienzi siku hii kama ya kumkumbuka Raila na kuenzi maisha yake. Ruto alirejelea maisha ya hayati Raila akimsifia kwa kuwa mzalendo, kiongozi mwenye maono na shujaa wa Afrika. Aidha, katika hotuba yake, rais alieleza baadhi ya mambo katika maisha ya Raila ambayo taifa linapaswa kujifunza. Sheila Chelangat na taarifa hii kikamilifu. Sherehe za mashujaa mwaka huu zilibeba uzito wa huzuni kufuatia kifo cha waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga. Maadhimisho ya mashujaa mwaka huu yakifanyika siku moja tu baada ya Kenya na dunia nzima kumpa mkono wa buriani hayati Raila. Rais William Ruto katika hotuba yake hii leo alirejelea safari ya Raila akimkumbuka kama mzalendo shupavu, kiongozi imara na shujaa. He once told us that if he were to die and God asked him where he would wish to be born again, he would say without hesitation, "Take me back to Kenya." Akigusia uwezo wa Raila wa kusamehe na kuweka tofauti za kisiasa kando kwa ajili ya umoja wa taifa, Rais Ruto aliwahimiza Wakenya wote kuiga mfano huo. When in 2002 he stood before the nation and declared Kibaki tosha, it was not because he was unaware of where President Kibaki came from. It was because he saw beyond geography and ethnicity. Hata hivyo, kwa muda mrefu handisheki za Raila na wapinzani wake wa kisiasa, kama ilivyokuwa hivi majuzi kati ya hayati Raila na Rais Ruto wakati wa maandamano ya Gen Z, zimekuwa zikikosolewa mara kwa mara, ukosoaji ambao Rais Ruto ameupinga hii leo. He understood that leadership is not about personal pride, but about preserving the republic. Not about victory in politics. Na ijapokuwa safari ya Raila duniani ilifikia tamati jana, sifa zake za kupigania umoja, ujasiri na kujitolea kwa taifa zitaendelea kudumu milele katika maisha za wengi. He loved Kenya more than he loved Raila Amolo Odinga. Kenya inaendelea kuomboleza huku ikiendeleza kipindi cha siku 7 cha maombolezi hadi Jumatano ijayo. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Mtazamaji, Kenya leo iliadhimisha siku ya mashujaa kuwaheshimu mashujaa waliopigania uhuru wa nchi na wale wanaoendelea kuiboresha. Sherehe za mwaka huu zikifanyika siku moja tu baada ya kumpumzisha shujaa wa kisiasa Raila Amolo Odinga. Waandishi wetu kote nchini walihudhuria sherehe hizo, na huu hapa ni mkusanyiko wa jinsi siku ya mashujaa ilivyosherehekewa katika kaunti mbalimbali. Sherehe za mwaka huu za siku ya mashujaa nchini zimefanyika sehemu mbalimbali, huku viongozi wengi wakimkumbuka waziri mkuu wa zamani Raila Odinga kwa kutambua mchango wake mkubwa na kujitolea katika kuchangia mabadiliko ya taifa letu. Allow me to lead Bungoma County in paying special tribute to a true son of Kenya, a man whose name is etched in the very fabric of our nation's journey, the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, who is one of the towering heroes of our nation. In honor and remembrance of our fallen hero, let us all rise and observe a minute of silence to the fallen hero, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Lazima tuwike yale alikuwa anapigania sana, kuona kwamba Afrika iende mbele.
Kutoka Nairobi hadi Kisumu, Mombasa hadi Eldoret, Kirinyaga, Nyandarua na kaunti zote 47, Wakenya walikusanyika kuadhimisha siku ya mashujaa mwaka huu. To honor other heroes and heroines of our times who have made our country and our county great. We celebrate Olympic champion the late Samuel Wanjiru. Huko Mombasa, Nyandarua, Kirinyaga na Bungoma, sherehe hizo ziliadhimishwa kwa ngoma za kitamaduni na heshima kwa mashujaa wa kihistoria. Viongozi wa kaunti waliwataka vijana kuinuka na kuchukua nafasi yao katika ujenzi wa nchi. Sherehe za mwaka huu hata hivyo zilikuwa na idadi ndogo ya waliojitokeza. Linda Alela, TV47. Na Rais William Ruto ametumia sherehe za sikukuu ya mashujaa zilizofanyika hii leo katika uwanja wa Ithokwe huko Kitui kama jukwaa la kuelezea na kufafanua mipango ya serikali yake kufanya maendeleo eneo hilo na kudhibitisha mpango wa kuzuru eneo la Ukambani hivi karibuni. Rais Ruto alihutubu katika uwanja wa Ithokwe Kitui akionekana kutafuta uungwaji mkono katika ngome ya kisiasa ya kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Rais Ruto ameeleza kuwa ziara yake iliyopangwa katika eneo la Ukambani iliahirishwa baada ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga, huku akisisitiza kuwa bado ana nia ya kutembelea eneo hilo la Ukambani. Ilikuwa nije hapa Wednesday na nikuwe hapa tena Ijumaa na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Rais Ruto amesisitiza kuwa serikali yake imejitolea kufanikisha maendeleo katika eneo la Ukambani. Ameelezea kuhusu miradi inayoendelea na ile iliyopangwa kufanyika ili kubadilisha uchumi na miundombinu katika eneo hilo, akisisitiza kuwa Ukambani ni sehemu ya mpango ya maendeleo ya serikali ya kitaifa. Kuna barabara tulisema tumetengeneza, kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Tunataka Ukambani itembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Kutafuta uungwaji mkono katika eneo la Ukambani kunaonekana kama njia ya kisiasa ya kuvunja ngome ya Kalonzo Musyoka kwa kuandaa sherehe za mashujaa katika kaunti ya Kitui na kutoa ahadi ya kutembelea eneo hilo. Rais Ruto anaashiria nia yake ya kupata uungwaji mkono katika eneo la Ukambani ambalo kawaida huegemea upinzani. Siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila ndio imetuletea hasara ya sehemu zingine za Kenya kuachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Ziara ya Rais Ruto katika eneo la Ukambani inatarajiwa katika wiki zijazo. Itaweka wazi iwapo Ruto atafanikiwa kuvutia uungwaji mkono eneo hilo la Ukambani. Na tofauti na kaunti ya Kitui ambapo wakazi walijitokeza kwa wingi katika uwanja wa Ithokwe kuadhimisha sherehe za mashujaa, katika kaunti ya Siaya idadi ndogo ya wakazi ilijitokeza kwenye sherehe hizo licha ya hayati Raila Odinga aliyezikwa katika kaunti hiyo jana kuangaziwa zaidi katika sherehe za mwaka huu. Uwanja wa Jaramogi Oginga Odinga ulisalia pweke huku watumbuizaji wakitumbuiza viti vitupu. Mike Chalo anaarifu. Ndio hali ilivyokuwa katika kaunti ya Siaya. Licha ya maelfu kufurika katika mazishi ya hayati Raila Odinga hapo jana, sehemu zilizoratibiwa kufanyika kwa sherehe za mashujaa katika eneo hilo zilisalia pweke hii leo. Wanapita sasa. Waliofika katika uga wa Jaramogi Oginga Odinga wakiwa ni machifu, watumbuizaji na sehemu ndogo ya wakazi
uwanja huu ukikosa kujaa hata robo. Days of national celebration are supposed to be observed by all civil servants. It's not their day here for them to stay at home and watch television, but they are supposed to be here. They are celebrating with wananchi and responding here to answers that they are supposed to give to answers that wananchi would want to hear. Viongozi wa kaunti ya Siaya wakidai sababu kuu ni kuwa wakazi wa kaunti hiyo bado walikuwa wanaomboleza, sawa na uchovu wa siku nzima wa kutazama mwili katika uwanja wa Mamboleo siku ya Jumamosi na hafla ya mazishi jana Jumapili. I think my message is very clear and loud. All civil servants who never showed up want to receive a communication as to why they didn't show up. If they don't want to work for the government within Siaya government, then they can kindly tender their resignations. We will find other people who are ready to work for the government. Aidha, wakazi wakiulaumu usimamizi wa kaunti ya Siaya kwa kutotoa tangazo kwa umma na uhamasishaji kuhusu sherehe hiyo katika uga wa Oginga Odinga. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo sasa tunaelekea madukani, lakini usiende mbali, salia papo hapo. Nazidi kusema nasi kwenye mtandao wetu wa YouTube, tueleze shujaa wako ni nani. Hey kids and families, get ready for the most fun-packed show around, Kids on the Block. Join us for awesome music, magical storytime adventures, and super cool arts and crafts. Plus, we pop tasty treats in our cooking corner. Learn, laugh, and create with us. Kids on the Block, where every day is a brand new adventure. Don't miss it. Rise and shine with the ultimate morning power play from Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. Join Fred Indemuli. Time for us to take a look at the headlines this morning as he takes you straight to the heart of the nation on Morning Cafe. From breaking down political intrigues to unpacking the stories shaping our country, this is where tough questions meet hard truths. The president says he has cancelled, then they say, Igwe. Stay ahead, stay informed, and stay connected. It's your go-to morning fix on politics, policy, and the pulse of the nation. Raila Odinga has put Kenya's interests first for many times. The State of the Nation with Fred Indemuli, Monday to Friday, 6 a.m. to 8 a.m. only on TV 47. Your morning, your nation, your voice. Business opportunities are like buses. There's always another one coming. Richard Branson. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Stephen Kariuki, mzee wa miaka 71 wa kaunti ya Nakuru, alifunga safari ya mamia ya kilomita kwa kutembea kutoka nyumbani kwake hadi Kitui ili kushiriki sherehe za sikukuu ya Mashujaa mwaka huu kwenye uwanja wa Ithokwe. Kariuki anasema kuwa alikuwa bado mtoto wakati Kenya ilipata uhuru na hivyo hakuweza kushiriki katika mapambano ya ukombozi. Mwanahabari wetu Carol Wangari na kina cha taarifa hii.
Huku Kenya ikiadhimisha siku ya mashujaa hii leo, mzee Stephen Kariuki wa umri wa miaka 71 amefanya jambo ambalo limewaacha wengi vinywa wazi baada ya kutembea siku 11 mfululizo kutoka Nakuru hadi Kitui, safari yake ikiashiria mshikamano na upendo wa taifa, jambo ambalo kwa wengi linaashiria kitendo cha ushujaa. Kariuki alianza safari yake kutoka Nakuru siku 11 zilizopita na kufika Kitui usiku wa Oktoba 19 akiwa amebeba mkoba, bendera ya Kenya na kiti chenye miguu mitatu kilichopakwa rangi ya taifa, safari yake ikiwa ishara tosha kuwa penye nia pana njia. Ndio tuweze kuwakumbuka wale waliingia msituni kupigania jamhuri yetu, kupigania uhuru wetu hadi tukapata bendera yetu. Mimi hupenda kutembea kwa sample ya bendera yetu ili kuonyeshana uzalendo. Hata hivyo, Kariuki amesema kuwa siku ya mashujaa si sherehe tu kwake, kwani kwa miaka kadhaa sasa amejitolea kuchukua hatua na kufika kwenye kila sherehe ya mashujaa nchini, na kwa sasa ametembea kaunti 14 kama ishara ya kuheshimu mashujaa waliofariki wakipigania uhuru wa taifa. Uzalendo wa Kenya, furahiane namna hiyo. Kwa vile sasa nimeenda kaunti nyingi. Hii ni kaunti ya sasa ni ya 14. Zile kaunti nimetembea kwa sherehe za mashujaa, Madaraka Day na Jamhuri. Baada ya sherehe anapanga kukusanya fedha kutoka kwa wajukuu wake na marafiki ili kurudi Nakuru kwa matatu, safari anayoiona kama misheni yenye maana katika moyo wake. Ndio na fungua marafiki zangu, changia fare. Carol Wangari Wanjiru, runinga ya TV47. Na afisa wa polisi wa GSU Benson Kodia Olayo ameripoti kupokonywa bunduki yake aina ya Jericho yenye nambari ya usajili 4030945 ikiwa na risasi 15 za milimita 9. Tukio hili lilitukia jana Jumapili majira ya saa 10:30 jioni katika lango kuu la chuo kikuu cha Jaramogi Oginga Odinga wakati wa mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Afisa huyo alikuwa ameandamana na gavana wa Kakamega Fernandes Barasa akiwa miongoni mwa maafisa wengine 4 wa polisi wakati kundi la vijana liliwavamia na kumpokonya afisa huyo bunduki kabla ya kutoweka. Uchunguzi umeanzishwa na maafisa wa DCI eneo la Bondo ili kuisaka bunduki hiyo. Wito umetolewa kwa umma kutoa taarifa yoyote itakayosaidia kupata silaha hiyo, huku vikosi vya usalama vikiahidi kuchukua hatua za haraka kuimarisha usalama. Na marehemu waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga ametunukiwa tuzo ya heshima ya juu kabisa ya kitaifa. Rais William Ruto alitoa tuzo hiyo wakati wa sherehe za Mashujaa Day zilizofanyika katika uwanja wa Ithokwe, kaunti ya Kitui, kama ishara ya kutambua mchango mkubwa wa Odinga kwa taifa. Kwenye shamra za sherehe za Mashujaa Day, uwanja wa Ithokwe huko Kitui uligeuka kuwa uwanja wa kumbukumbu na heshima ya kihistoria. Watoto wa shule walimwenzi Raila Odinga kwa nyimbo na mashairi yaliyogusa mioyo ya wengi. Sauti yako menyamaza, lakini roho yako yaishi. Akiwoye Wakenya, urithi wako daima, daima, daima utadumu. Kwa mpangilio wa kuvutia, watoto hao waliovalia mavazi meupe walicheza densi kwa hatua za pamoja na hatimaye wakaunda maandishi ya kibinadamu yaliyosomeka Shujaa Raila, ishara ya heshima ya dhati kwa Raila Odinga. Aidha, kulikuwa na burudani maalum kutoka kwa mwanamuziki maarufu aliyeimba wimbo uliopendwa sana na Raila. Sad to say I'm on my way, won't be back any a day.
my heart. I had to leave a little girl in town. Wakati huo huo, Rais William Ruto alimtunuku marehemu Raila Odinga tuzo ya heshima ya juu zaidi nchini inayofahamika kama Chief of the Order of the Golden Heart CGH. Tuzo hii ya kipekee ilitolewa kwa kutambua mchango wake mkubwa kwa taifa. This is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Kwa kawaida tuzo ya CGH hutolewa kwa marais, lakini pia imewahi kutolewa kwa watu wachache wenye mchango wa kipekee kama vile rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, katibu mkuu wa zamani wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa mtandao wa maendeleo wa Aga. It goes without saying that it is precisely because of great and irrepressible giants like Raila that we find within ourselves the courage and inspiration to go further, to dream bigger, and to pursue higher ideals. Marehemu Raila Odinga amejiunga na kundi hilo la heshima si kwa cheo alichokuwa nacho, bali kwa maadili aliyosimamia. Jina la Odinga sasa limeandikwa katika historia ya Kenya. Shujaa wa kweli ambaye ujasiri na imani yake vitakuwa mwanga kwa vizazi vijavyo. Andrin Kilemi, TV 47. Na michezoni, mtazamaji, ni kuwa timu ya ligi kuu ya soka humu nchini Nairobi United inazidi kujiandaa kwa mchuano wa mkondo wa pili wa michuano ya kufuzu kombe la shirikisho la CAF dhidi ya miamba wa soka wa Tunisia Etoile du Sahel. Timu ya Nai Boys inatarajiwa kusafiri kuelekea jijini Tunis baadaye wiki hii kabla ya kumenyana na wapinzani wao siku ya Jumapili tarehe 26. Haya najiri baada ya kuandikisha ushindi wa mabao mawili kwa nunge kupitia kwa magoli ya Ovela Ochieng na Duncan Omala katika mechi ya kwanza iliyosakatwa Jumapili hii iliyopita katika ukumbi wa michezo wa Ulinzi nchini Nairobi. Jijini Nairobi kunradhi. Kikosi hiki cha Nicholas Muyoti kinalenga kuandikisha historia huku mshindi akijikatia tikiti ya moja kwa moja kuelekea hatua ya makundi ya dimba hili. Second match away for this team. If we can have a very good match in Tunis next week, then I believe history will come by itself. But for us now is that match. We want it to be a different match, different approach. And I believe if we keep the same morale and the same commitment with the players, we'll do that. Then of course history will come again in Kenya. We try to do it. We will try to be ready 100%, 200% to win this caliphate to second to group past, and we will try everything. Honestly, now we just have to go put ourselves up because already we have a 2-0 home advantage. Now we are going away. We have to be cautious. As much as we are going to be cautious, we have to look for another goal, 1 or 2. Thankfully, maybe only God knows what the result will be. So I think from kesho tutawakia tu concentration hapo to the back, finishing yetu pia. Because sidhani tumekuwa na hatari mingi hapo mbele. Na timu ya taifa ya soka ya kinadada Harambee Starlets itakuwa na matumaini ya kufuzu kombe la mataifa la bara Afrika itakapoikaribisha timu ya Gambia Ijumaa ya wiki hii katika mchuano wa kwanza utakaosakatwa katika uga wa taifa wa Nyayo mida ya saa 12 jioni. Kikosi hicho cha kocha Beldin Odemba kitakuwa kinalenga kuonyesha ubabe wao mbele ya mashabiki wao wa nyumbani kabla ya kusafiri kuelekea Senegal kwa mchuano wa mkondo wa pili utakaochezwa Jumanne wiki ijayo. Ushindi kwa timu ya Starlets utatingia Kenya nafasi katika dimba hili la kinadada kwa mara ya pili katika historia.
Okay, 20 up, 1. Good. Up 2. Super. Up 3. 3. Super. Up 4. Good. 5. Naam, kwa namna hiyo mtazamaji, sasa ninatia kikomo kwenye taarifa zetu za TV47, upeo wa TV47 jioni ya leo. Kwenye mtandao namuona Riziki anasema anatazama TV47 nikiwa Likoni, shujaa wangu anasema ni nani? Mwanzo wa ngoma ni Lele na ni kubaya, sijui anasema nini? Shujaa wake ni Riziki bila shaka. Shujaa wangu ni my lovely wife Valentine Omar, my son Bradley, huyo ni Bobby Mapesa. Shujaa wangu ni Raila Odinga, huyo ni The African Tiger. Alafu kuna Magiriana ambaye pia anasema anafuatilia taarifa hizi. Asante sana mtazamaji kwa kufuatilia kuanzia mwanzo hadi tamati. Mimi sina la ziada, nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu pembeni kwenye lugha ishara ni Iroda Nyamai. Kwaheri kwa sasa.